Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri katika usiku wa tuzo za CAF, ambapo tuzo hizo tunaona zimeweza kutolewa pale Johannesburg, Afrika Kusini, ambapo tunakwenda kuangalia tuzo hizi kwa sababu kuna miongoni mwa wachezaji ambao kwa upande mwingine wanatokea nchini Tanzania walikuwa wakishiriki tuzo hizo. Tukianzia Shomari Kapombe, Show Me The Way, mchezaji wa klabu ya soka Simba, alikuwa akiwania tuzo ya mchezaji bora anayecheza ligi ya ndani, bila kusahau mchezaji Clement Mzize, naye ni miongoni mwa mchezaji ambaye alikuwa akiwania tuzo ya goli bora la mwaka kwa mwaka 2025, ambapo tuzo hizo tunaona ziliweza kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali duniani, akiwemo rais wa shirikisho la soka duniani Gianni Infantino na rais wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF Patrice Motsepe, ambapo tuzo hizo tunaona ziliweza kufana kweli kweli. Tukienda kuanzia tuzo ya kwanza ambayo iliweza kutolewa ni tuzo ya mchezaji bora anayecheza ligi ya ndani, ambapo tuzo hiyo Shomari Kapombe pia alikuwa akiwania. Sasa fahamu mchezaji wa zamani wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club na AC Vita Club, hapa tukienda kumuongelea mchezaji Fiston Kalala Mayele, ameweza kufanikiwa kushinda tuzo ya mchezaji bora anayecheza ligi ya ndani barani Afrika, ambapo tunaona Mayele ameweza kuwapiku wachezaji 9 ambao walikuwa wakiwania tuzo hiyo. Kumbukwe Fiston Kalala Mayele ndiye mshindi wa kombe la klabu bingwa barani Afrika akiwa na klabu yake ya Pyramids pale nchini Misri. Kwa hiyo ndoto yake imeweza kutimia kuweza kutoa tuzo ya mchezaji bora wa Afrika ambaye anacheza soka la hapa ndani Afrika. Kwa hiyo ndio hivyo, tuzo hiyo tunaona imeweza kubebwa na Fiston Kalala Mayele. Kwa upande wa kocha bora wa mwaka ameweza kuchukua kocha wa timu ya taifa ya Sierra Leone, ambapo tunaona kwa upande mwingine kocha huyo ndiyo kocha bora wa mwaka barani Afrika. Tuzo nyingine ambayo imeweza kutolewa ni tuzo ya mchezaji bora wa Afrika, ambapo tuzo hiyo tunaona walikuwa wakiania Victor Osimhen ambaye anacheza Galatasaray na timu ya taifa ya Nigeria, Mohamed Salah ambaye anacheza Liverpool sambamba na timu ya taifa ya Misri, bila kusahau Ashraf Hakimi fullback namba 2 inayocheza katika timu ya taifa ya Morocco sambamba na klabu ya Paris Saint-Germain ya pale nchini Ufaransa. Sasa fahamu Ashraf Hakimi ameweza kumpiku Victor Osimhen na Mohamed Salah na kuweza kutoa tuzo hiyo ya mchezaji bora wa Afrika, yani combine ya wachezaji wanaocheza ligi ya ndani hapa barani Afrika na nje ya bara la Afrika. Basi Ashraf Hakimi kwa sasa ndiye mchezaji bora wa Afrika akiweza kutoa tuzo hiyo mbele ya mangwiji kama Mohamed Salah na Victor Osimhen. Kwa hiyo tunaona kwa combine ya wachezaji wote wa Kiafrika Ashraf Hakimi ndiye mchezaji bora, lakini kwa ligi ya ndani hapa barani Afrika ni Fiston Kalala Mayele. Lakini kwa upande wa goli bora barani Afrika, fahamu goli bora ameweza kuchukua nyota wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club, hapa tukienda kumuongelea Clement Mzize. Fahamu Clement Mzize aliweza kufunga moja ya bao safi sana katika kampeni ya michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliomalizika, na goli hilo aliweza kustrike shoot akiwa nje ya box. Kwa hiyo tunaona goli hilo liweza kupigiwa kura na kuweza kufanikiwa kushinda tuzo hiyo ya goli bora. Kudos kwake kwa mchezaji Clement Mzize, na ameweza kufunguka na kusema kwamba hii itakwenda kumtia hamasa na kumtia motivation kuelekea katika challenge zake na kumfanya aweze kufanya vizuri zaidi, kwa sababu ameweza kutoa tuzo ya goli bora la Afrika. Kwa hiyo tunaona Yanga wameilipa Simba, kwa sababu mwaka 2021 2022 Pape Osman Sako wakati akitumikia Simba na vile vile alishowahi kutoa tuzo ya goli bora la mwaka barani Afrika. Kwa tunaona kwa sasa Tanzania inaendelea kupanua wigo ama kutanua wigo kuelekea
katika hii tuzo vya CAF, basi kwa upande mwingine huenda tukaja kushuhudia kwa upande mwingine katika vilabu hivi vikubwa vikaweza kumtoa mchezaji bora wa Afrika kwa ligi hapa ndani. Kumbukwe Samata naye pia kipindi iko TP Englebert Mazembe aliweza kutoa tuzo hii akiwa ni Mtanzania wa kwanza kubeba tuzo ya mchezaji bora wa Afrika anayecheza ligi ya ndani. Kwa hivyo tunaona mpaka sasa Tanzania tunajivunia uwepo wa Simba na Yanga Sports Club. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinainspire watu wengi. Bwana, kama umefurahishwa na Mzize kuweza kupeperusha bendera ya Tanzania, like video yetu, alafu tuambie kwa upande wako wewe tuzo hizi umezipokea ukiwa maeneo gani.